mimi sifurahi kuona wafugaji kila mahali wanafukuzwa. Kwa hiyo napo tuangalie sasa kuwatafutia maeneo kupitia hii sheria ya ardhi ya matumizi bora ya ardhi. Kama kuna eneo ambalo tunafikiri kabisa hili lilikuwa hifadhi ya wanyama. John Pombe Magufuli alizaliwa tarehe 29 Oktoba mwaka 1959, tarehe 17 Machi mwaka 2021. Alikuwa rais wa 5 wa Tanzania. Alitokea katika Chama cha Mapinduzi CCM. Aliongoza kwa muda wa miaka 5.5 hadi kifo chake. Alikuwa mbunge wa jimbo la Biharamulo Mashariki katika bunge la kitaifa huko nchini Tanzania, na tangu mwaka 2010 aliteuliwa kuwa waziri wa ujenzi. Tarehe 12 Julai 2015 alichaguliwa kuwa mgombea urais wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi akiwa na mgombea mwenza Samia Suluhu Hassan. Tarehe 29 Oktoba mwaka 2015 Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilimtangaza kuwa rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ushindi wa kura 8,882,935, sawa na 58.46%, pamoja na makamu wa rais Samia Suluhu Hassan. Tarehe 5 Novemba 2015 aliapishwa kama rais wa 5 wa Tanzania, ingawa upinzani haukukubali matokeo hayo. Baada ya uchaguzi wa tarehe 28 Oktoba 2020, Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilimtangaza tena mshindi pamoja na makamu wa rais wa Samia Suluhu Hassan kwa kura 1,515,252, sawa na ushindi wa 84.4%, ingawa kulikuwa na malalamiko. Elimu ya Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Alikuwa na shahada ya uzamivu ya kemia ya mwaka 2006 hadi 2009 kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Pia mwaka 1991 hadi mwaka 1994 alisomea shahada ya uzamili ya kemia katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na baadaye Chuo Kikuu cha Salford nchini Uingereza, na mwaka 1985 mpaka mwaka 1988 alikuwa huko Uingereza. Alisoma shahada ya kwanza ya elimu ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam akichukua masomo ya kemia na hisabati. Kabla ya hapo tena Magufuli alisomea diploma katika Chuo cha Mkwawa, Iringa, akichukua masomo ya kemia na hisabati. Hiyo ilikuwa miaka ya mwaka 1981 mpaka mwaka 1982. Upande wa sekondari, Magufuli alipata elimu ya juu ya sekondari katika shule ya sekondari Mkwawa huko Iringa. Kipindi cha miaka 1979 hadi mwaka 1981. Kabla ya hapo miaka ya 1977 hadi mwaka 1978 alisoma elimu ya sekondari katika shule ya sekondari Lake Mwanza, na miaka 1975 hadi mwaka 1977 alisoma shule ya msingi Katoke, Biharamulo, mkoani Kagera. Hapo kati alikwenda Jeshi la Kujenga Taifa huko Arusha kwa mujibu wa sheria. Ameandika vitabu na majarida mbalimbali. Uzoefu wake wa kazi. Magufuli alipomaliza elimu yake ya ualimu katika Chuo cha Ualimu cha Mkwawa mwaka 1982, alianza kutumia taaluma yake ya kemia na hisabati kwa kufundisha shule ya sekondari ya Sengerema hadi mwaka 1983. Baada ya hapo akafanya kazi kama mkemia katika chama cha ushirika na nyanja huko Mwanza hadi mwaka 1995. Kisha akaanza safari yake ya siasa kwa kugombea ubunge mwaka 1995 huko Biharamulo Mashariki, kazi ambayo alifanya hadi tarehe 1 Agosti mwaka 2015. Akiwa mbunge wa Biharamulo Mashariki huko Chato, amekuwa naibu waziri na waziri katika wizara mbalimbali. Tangu mwaka 2000 hadi mwaka 2005 alikuwa naibu waziri wa ujenzi mwaka 2005 mpaka 2008, waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi mwaka 2008 hadi mwaka 2010, waziri wa maendeleo ya mifugo na samaki, mwisho mwaka 2010 hadi mwaka 2015 waziri wa ujenzi. Tarehe 22 Julai Magufuli alichaguliwa kuwakilisha Chama cha Mapinduzi kama mgombea urais kwenye uchaguzi mkuu wa Tanzania mwaka 2015. Alipongezwa na naibu katibu mkuu wa zamani wa
wa Umoja wa Mataifa Asha Rose Migiro na balozi wa Marekani kwa Umoja wa Afrika Amina Salum Ali kwa kwenda kukiwakilisha chama. Japokuwa alikutana na changamoto kubwa kutoka kwa wagombea wa Chama cha Mapinduzi kama Edward Lowassa katika uchaguzi uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2015. Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilimtangaza Magufuli ndiye mshindi kwa 58%. Mgombea mwenza Samia Suluhu pia alitangazwa kuwa makamu wa rais. Kuapishwa kwa Magufuli kulifanyika tarehe 5 Novemba mwaka 2015. Ndani ya mwezi mmoja tangu alipoingia madarakani, alianza kudhibiti matumizi mabaya ya fedha ndani ya serikali, kufuta baadhi ya sherehe zisizo na ulazima pamoja na kupambana kwa dhati na kukwepa kodi. Hivyo alifanikiwa kujenga imani ya wananchi wengi wa Tanzania ambao kwa kiasi kikubwa walionyesha kuchoshwa na uongozi wa chama chake. Tarehe 10 Disemba mwaka 2015 alitangaza baraza la mawaziri ikiwa na watu 34 tu katika nafasi ya waziri au naibu waziri. Ndiye baraza lenye mawaziri wachache kulinganisha na viongozi waliopita. Rais John Magufuli alisifika kwa kufanya kazi hodari kama mtu asiyekubali umaskini unaosababishwa na watu, hasa wafanyakazi wake. Ijapo matokeo ya kuchaguliwa kwake yalileta pingamizi kubwa, lakini kwanza alikuja kupendwa na watu wa taifa lake. Hata mataifa mengine yalitokea kumpenda kutokana na ufanyaji wa kazi na msimamo inayoleta maendeleo, kama kuzuia sherehe za uhuru na kutaka siku hiyo watu wafanye usafi katika maeneo yao. Pia alikuwa mtu ambaye anapenda haki sawa kwa wote na uchukia rushwa, ambayo amefaulu kuipunguza kwa kiasi fulani, pamoja na kutambua na kuondoa wafanyakazi hewa na watumishi wasio na sifa. Hata hivyo, wengine wengi yakiwemo mataifa makubwa ya Ulaya na Amerika walioji jinsi alivyokabili matatizo ya Zanzibar kuhusu kurudia uchaguzi wa tarehe 25 Oktoba 2015 uliofutwa bila sababu ya kueleweka. Pia jinsi serikali ilivyozidi kufinya uhuru wa vyama vya upinzani, kukutana na wananchi na uhuru wa vyombo vya habari kutoa taarifa muhimu. Lawama hizo zilihalimu Tanzania kunyimwa misaada ya Marekani na nchi nyingi za Ulaya. Lawama nyingine zilitokea nchini kwa jinsi alivyoshughulikia tetemeko la ardhi la mwaka 2016 kaskazini mwa nchi na uhaba wa mvua uliofanyika. Wengi wazungumzie hali ya njaa, kitu ambacho mwenyewe hakukubali. Wakati huo wengine walalamika ucheleweshwaji wa kuajiri waliomaliza chuo pamoja na uchache wa pesa katika mzunguko. Baadaye alieleza nguvu zake za kupambana na madawa ya kulevya na ushoga. Hata hivyo, tena ilisifiwa na wengi ni kupinga dhuluma ya kiuchumi kutoka kwa kampuni zilizochimba dhahabu kwa wingi na kusomba makontena ya makinikia zilizoingiza taifa hasara ya shilingi trilioni nyingi zilizolinganishwa na bajeti ya serikali. Hatimaye serikali ilikubaliana na kampuni ya Belk kufuta kampuni tanzu ASASIA na kuanzisha mpya Twiga, ambapo serikali inamiliki 16% za hisa. Mnamo Oktoba 2019 alifanikiwa kuhamisha Dodoma jiji lililoteuliwa tangu zamani kuwa makao makuu ya nchi. Kadri ya taarifa rasmi, John Pombe Magufuli alifariki tarehe 17 Mei mwaka 2021 saa 12 jioni katika hospitali ya Mzena ya jiji la Dar es Salaam. Magufuli hakuonekana hadharani tangu tarehe 27 Februari mwaka 2021, kisha uvumi ulienea kuwa yeye ni mgonjwa. Na gazeti la Nation nchini Kenya lilitoa taarifa kwamba kiongozi wa Afrika ambaye hakuonekana wiki mbili amepokewa katika hospitali fulani mjini Nairobi akiwa na COVID-19. Wengi walihisi kiongozi asiyetajwa ni Magufuli. Wanasiasa wa upinzani Tundu Lissu alidai ameambiwa na watu ambao hawakutaka kuwataja kuwa Magufuli ndiye aliyethibitishwa katika hospitali ya Nairobi na kwamba kuna mipango ya kuhamisha Uhindi. Lissu aliongeza baadaye kwamba Magufuli aliaga dunia mnamo tarehe 10 Machi. Usiku wa tarehe 17 Machi 2021, makamu wa rais Samia Suluhu alitangaza kuwa Magufuli aliwahi kufariki dunia mnamo saa 12 jioni kwenye hospitali ya Emilo Mzena jijini Dar es Salaam
alipokuwa anatibiwa. Hakuelekeza ugonjwa uliosababisha kifo, lakini alisema marehemu alikuwa na matatizo ya moyo kwa miaka 10. Alitangaza kipindi cha siku 14 cha maombolezo ya kitaifa, mbali ya kutajwa kuwa matatizo ya moyo ya marehemu, uvumi kuhusu COVID-19 kama sababu halisi ya kifo hicho uliendelea. Mwili wa marehemu ulipelekwa uwanja wa Uhuru mjini Dar es Salaam tarehe 20 Machi 2021. Idadi kubwa ya watazamaji ilisababisha msongamano ambao watu 45 au zaidi walikufa baada ya kukanyagwa na wengine. Magufuli alizikwa nyumbani kwao Chato. Alikuwa ameelekeza pesa nyingi za umma tarehe 26 Machi 2021. Asante mtazamaji. Ulikuwa nami G Venga hapa mbele ya kipaza nikikupa mdogo mdogo simulizi ya Dr. John Pombe Magufuli, maisha yake mpaka kufariki kwake. Usiache kusubscribe ili kuendelea kuwa mwanafamilia wetu kila siku. Mimi ni G Venga hapa, ukipenda niite Mgoni.